Jukumu lingine la ofisi za kanda ni kusikiliza na kutatua migogoro kati ya mteja, yule mtumiaji wa huduma zinazodhibitiwa na EWURA na yule anayetoa huduma. Sawa. Nimekupa mfano hapa, tumeongea kwa kirefu kidogo kuhusu yule mteja ambaye alijenga nyumba yake alafu kwa bahati mbaya alimtumia kishoka, nyumba ikaungua, anakuja kwetu analalamika yeye ameshaamua kwamba mkosa ambayo maana makosa ni la TANESCO. Inawezekana, lakini pia inawezekana kwamba tatizo liko kwako wewe kama mteja. Kwa hiyo sisi kama ofisi ya kanda ni kwamba tunakuwa tunapokea malalamiko kama hayo. Kwenye swala kama hiyo tutawaita pande zote mbili, yule ambaye ameathirika kwa maana ya kwamba labda ni mteja na yule mtoa huduma kwa maana na TANESCO, alafu tutawasikiliza ili tuweze kuelewa kwamba haya tatizo liko wapi. Kama tunaweza tukamalizana kwa ile hatua ya kwanza ni sawa, lakini kama ikishindikana kuna hatua ya pili ya kusikiliza mgogoro. Kwa namna hiyo EWURA katika mamlaka yetu tunaweza tukaamua kwamba tukawaita wale wataalam, kwa mfano wa fire kama nyumba imeungua, kwamba hebu naomba utusaidie ili tuweze kugundua chanzo cha umeme ilikuwa chanzo cha moto ni wapi, ili tuweze kuelewana kwamba nani hapa ambaye ana makosa, na tunavyotoa ile hukumu ya hii mgogoro tunamwangalia nani na tunajaribu kumalizana nalo kwa kiusalama kwa namna gani. Kwa hiyo EWURA wote tunafanya hivyo, lakini pia kaka Gua, nadhani ni muhimu labda ningegusia kidogo kwenye migogoro pia kwenye masuala ya mafuta. Naam. EWURA tumefanya kazi kubwa sana kaka Gua, wewe utakuwa unalifahamu vizuri kuliko mimi. Katika kuhakikisha kwamba kuna ubora ile wa mafuta kwenye vituo. Watu nadhani wewe ndio ambao ulianzisha lile neno kuchakachua, au sio? Sasa lakini ukienda kwenye kituo cha mafuta sasa hivi, yani nadhani EWURA tumeshahamasika kiasi cha kwamba wananchi wote wanaelewa. Yani ukienda kwenye kituo cha mafuta unaweza kutegemea huduma kwa level fulani iliyo bora. Na hiyo kwa kweli ni kazi yenu. Na hilo kabisa ni kazi yenu. Nilikuwa nazungumza hata sio muda mrefu kwamba zamani magari kwa mfano Dar es Salaam ile foleni ambayo huwa wanaita watu bampa tu bampa, unakuta ni kama nyumba zinaungua, moshi kila gari kila mahali, ndio. Lakini sasa hivi gari zinakuwa zimejaa kwenye foleni, utafikiri zote zimezimwa, huku zinaunguruma. Kwa hiyo ni kweli ni kazi ya EWURA ambayo tumefanya sana. Umefanya ubora mkubwa sana wa mafuta. Hata kwenye vituo vya mafuta zamani usingeenda ukute kwenye kituo cha mafuta kuna mazingira unaweza kula snacks, sijui kula vitafuno na nini, au wengine wanapaka restaurant, sababu ukienda kwenye mafuta ulikuwa ukirudi hata hizo nguo utazibadilisha unakuwa zinanuka. Lakini sasa unakuta vituo vinawaka, vituo vinavutia, mtu anajaza mafuta hapa, hata uweze kuwa una habari kama anajaza mafuta, wewe unakula hapa. Kwa hiyo yote haya mmefanya nyinyi kama EWURA na mmefanya nyinyi kama watu wa kanda kusimamia standards za vituo vinavyotakiwa pamoja na standard ya mafuta. Lakini pia kaka Gua, ni kama tumesimamia ile kuwapatia wananchi uelewa juu ya haki yake ya msingi, kwamba akienda kwenye kituo cha mafuta watu wameshaelewa kwamba ni haki yangu kupewa risiti, ni haki yangu kupata mafuta yenye ubora. Yani hiyo nadhani ni kazi ambayo tumefanya vizuri. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kama kukiwa kuna mgogoro kwenye kituo cha mafuta, yule mwenye kituo yuko haraka sana wamalizane mapema, wasifikie huko EWURA, kwa sababu ameshaelewa kwamba wananchi wameshaamka. Kwa hiyo nadhani tukiendelea katika mfumo huo, hata kwenye hizi sekta zingine ambazo tunazidhibiti, huduma itaendelea kuboreka kabisa.